Basi jipeni makofi makubwa. Karibu kwenye kanisa la The Connection. Ni vizuri kuwa na wewe hapa leo. Endelea na unajua, jiandae, furahia, jiweke tayari kwa ajili yangu ikiwa utaweza, kwa sababu nina furaha kuhubiri leo. Kama hujui mimi ni nani, jina langu ni Bobby. Mimi ni mchungaji wa familia hapa katika kanisa la The Connection. Na ndiyo tunaweza, asante, mmoja pale. Na kabla hatujaenda mbali zaidi, tunaweza kuwakaribisha wageni wetu wote wa mara ya kwanza tena ndani ya chumba. Asante kwa kuwa hapa leo. Tunaweza kuwashukuru kwa ajili ya kampasi yetu ya San Marcos ambao wanatazama mtandaoni sasa hivi pamoja nasi. Wameunganishwa huko San Marcos. Tunawaona. Asante kwa kuwa kanisani leo, na yeyote mwingine ambaye anaunganishwa mtandaoni, ungana nasi. Hatuwezi kusubiri kusikia kile Mungu anachofanya katika maisha yao. Tutasoma kutoka kitabu cha Waebrania leo. Kwa hivyo nitakupa muda kidogo na kukuacha uanze kutafuta njia yako katika Agano Jipya. Baada ya Injili 4, pitia barua kadhaa na utapata Waebrania 12. Nina furaha kuwa hapa leo. Mchungaji Cole alionyesha video Jumapili iliyopita, unakumbuka hiyo? Ya mkimbiaji aliyekuwa akikimbia mbio. Unakumbuka hiyo? Ilinifurahisha na ikanirudisha kwenye maandiko haya ambayo nimekuwa nayo hivi karibuni kwa karibu mwezi. Na nilitaka tu kusoma hayo na kuhubiri kutoka hayo kwa ajili yetu sote leo. Kwa hivyo hapa tunakwenda. Waebrania 12:1-2 inasema, kwa hiyo, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi wa maisha ya imani, na tuweke kando kila uzito unaotuchelewesha, hasa dhambi inayotukwaza kwa urahisi, na tukimbie kwa uvumilivu mbio ambazo Mungu ametuwekea mbele yetu. Tunafanya hivi kwa kuweka macho yetu kwa Yesu, bingwa anayeanzisha na kukamilisha imani yetu. Kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele yake, alivumilia msalaba, akidharau aibu yake. Sasa ameketi mahali pa heshima kando ya kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi, na tuweke kando kila uzito, na tukimbie kwa uvumilivu. Kimbia kwa uvumilivu. Video ambayo mchungaji Cole alionyesha wiki iliyopita ilikuwa yenye nguvu sana, ilikuwa na athari kubwa. Sawa. Baba alishuka kutoka kwenye jukwaa kumsaidia mwanawe ambaye aliumia, ambaye alivuta msuri wa paja. Ilikuwa ya kusikitisha, lakini ilikuwa ya kugusa kwa namna fulani. Ilinifanya nifikirie wakati fulani katika kanisa hili iliposhuhudia kijana mmoja akivuta msuri wa paja huko kwenye maegesho. Hadithi ya kweli. Zamani nilipokuwa mchungaji wa vijana, kulikuwa na hawa wawili wapendanao, Havia na Amara. Huenda umewasikia. Walikuwa viongozi wetu wa vijana. Walikuwa wakinisaidia, na sijui kwa namna fulani niliweza kuchochea ushindani kidogo kati yao. Wote walikimbia mbio za masafa marefu na mchungaji Raudi. Na nilikuwa kama, hebu tufanye mbio. Nani anaweza kushinda? Chavi au Amara? Kwa hiyo tuliwaweka kwenye mapipa ya takataka. Walikuwa wanakimbia hadi mwisho wa maegesho kuelekea South Loop 4. Wanasema nenda. Mara tu Javier anaanza. Anakimbia kama Usain Bolt. Anajisikia vizuri, unaweza kuona yuko kwenye hali nzuri, na ghafla anavuta msuri wa paja na anaanguka vibaya, na Amara anaendelea tu. Tutaonana. Na kisha anakuja kukimbia kurudi. Sote tunakimbilia kwa Javier na tunasema, nini kinaendelea? Anasema, nimevuta msuri wa paja. Ninasema, je, kweli umevuta au hii ilikuwa kama kushindwa? Kama ukimshinda sio vizuri, ukiumia. Na anasema, hapana, kweli nimevuta msuri wa paja. Kweli nimevuta. Nafikiri alivuta zaidi ya msuri wa paja siku hiyo. Nafikiri alivuta hisia za Amara, kwa sababu alipofanya hivyo alijipata amempenda sana, kwa sababu sasa wameoana kwa furaha na wana watoto 3. Kwa hivyo mchochezi au mwanzilishi wa ndoa yenye furaha sijui,
lakini ndiyo maana sikimbii. Ndiyo maana sikimbii. Ikiwa sikimbii kwa sababu sipangiwi kufukuzwa. Na ukiniona nikikimbia, kimbia. Kimbia. Kwa sababu unahitaji kuendelea. Huna haja ya kuwa wa haraka zaidi. Unahitaji tu usiwe wa mwisho. Ikiwa unapenda kukimbia, ikiwa unachukia kukimbia, au kama mimi unachukulia tu kutembea hadi kwenye friji kama mazoezi ya siku yako, sisi sote tunakimbia mbio katika maisha haya. Na Waebrania 2:1 inatupa picha, inatupa wazo la aina gani ya mbio ambazo tumeitwa kukimbia. Nataka kukupa mazungumzo ya leo kichwa cha kukimbia kwa ajili ya mkimbiaji anayefuata. Ikiwa unachukua noti kwenye program, basi endelea na fuata huko. Ziandike chini. Naona watu wengine wakiwa na kalamu na karatasi. Hiyo ni ya kushangaza. Kukimbia kwa ajili ya mkimbiaji anayefuata. Onyesha mikono. Ni wangapi wenu mmewahi kusikia ikisemwa, maisha sio mbio za kasi, ni marathon? Ndio. Inahisi vizuri, sivyo? Hiyo ni akina. Inasikika kuwa na maana. Sawa. Lakini mbio za kasi na marathon ni mbio zinazohusiana na mtu binafsi. Hiyo sio jambo baya. Tunaishi katika jamii ya kibinafsi. Tuna mengi ya ubinafsi kila mahali tunapoenda. Lakini mbio hizo, mbio za kasi na marathon, zinahusu mwanzo wangu, kasi yangu, jitihada zangu, nguvu zangu, matokeo yangu, mstari wangu wa kumalizia. Na hiyo sio mbio ambayo Mungu anaita wewe na mimi kama waumini kukimbia. Ninaweza kukuthibitishia. Rudi kwenye Waebrania sura ya 1. Neno la kwanza lililotajwa lilikuwa neno kwa hiyo. Wakati wowote unapoona kwa hiyo katika Biblia, unapaswa kufanya nini? Gundua kanini iko pale. Kwa hivyo inaturejesha kwenye Waebrania 11, ambayo ni muhimu sana kwetu sote kwa sababu ya kile kinachotokea katika Waebrania sura ya 11. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyokimbia mbio zetu katika Waebrania sura ya 12. Je, tunaelewana? Nimekupoteza. Waebrania sura ya 11 inajulikana kama, nisaidie, ukumbi wa imani. Ukumbi wa imani. Inataja na kutaja mashujaa wa imani katika Agano la Kale, majina kama Nuhu, Abrahamu, Sara, Yusufu, Rahabu, Gideoni, Daudi, Samueli na wengi zaidi ambao wamekimbia mbio zao na sasa wamevuka mstari wa kumalizia. Wako kwenye viti vya milele kama utakavyo. Wao ni wale wanaounda wingu kubwa la mashahidi. Lakini angalia hili, hawako kwenye historia. Wanashuhudia. Wanakuangalia wewe na mimi tukikimbia mbio zetu upande huu wa milele. Wingu linakushangilia. Unapokimbia unapaswa kutiwa moyo kwamba kuna watu ambao wamekimbia kabla yako, na uwepo wao katika Waebrania sura ya 12 unapaswa kukutia moyo na kukuita ukimbie kwa uvumilivu, kwa sababu haukimbii kwenye uwanja wa kimya. Una sauti ya mbinguni nyuma yako. Wanashangilia wakisema, endelea, usikate tamaa, usisimame. Inafaa. Najua ni ngumu. Shikilia, Mungu anakushikilia. Hii ndio inapaswa kutuathiri sote asubuhi hii. Ikiwa kuna wakimbiaji katika Waebrania 11 ambao walikuja kabla yetu na tuko katikati ya mbio sasa, basi kuna wakimbiaji ambao watakuja baada yetu. Kwa hivyo mbio tunazoitwa kukimbia si mchezo wa pekee. Haiwezi kuwa mbio fupi, si marathon. Mbio ni mbio za kupokezana. Mbio ni mbio za kupokezana za kiungu, ambapo hatukimbii kwa ajili yetu wenyewe, bali tunakimbia kwa ajili ya mkimbiaji anayefuata. Sasa katika mbio za kupokezana una miguu mingapi? Sivyo? Hao ni watu wanaoangalia Olimpiki hapa. Ninyi ni kundi langu. Una miguu minne. Una miguu wa kwanza. Huyo ndiye mkimbiaji wa mwanzo. Una mguu wa pili na wa tatu wa mbio.
Hao ni wakimbiaji wa kuaminika. Na kisha una mguu wa 4 wa mbio. Huyo ndiye nanga yako, mfungaji wako. Nadhani ulikuwa nanga au mfungaji, bibi. Alisema ni sehemu ya kusisimua zaidi ya mbio, lakini swali ni hili: ikiwa kuna miguu 4, ni mguu gani muhimu zaidi katika mbio yoyote ya kupokezana? Wengine wangesema ni mguu wa kwanza, unapaswa kuanza kwa kasi. Wengine wangesema ni mguu wa pili na wa tatu. Unapaswa kuwa na wakimbiaji ambao wanaweza kudumisha kasi ya mbio. Yeye hapa angesema ni nanga, mfungaji ambaye anaweza kuleta ushindi. Ninaweza kushughulikia shinikizo. Ningependa kusema kwako leo kwamba mguu muhimu zaidi wa mbio yoyote ya kupokezana ni mguu unaobeba kijiti. Mguu ambao una kijiti mkononi ni mguu muhimu zaidi katika mbio, na hii ndiyo sababu. Kwa sababu katika mbio za kupokezana kijiti ni kila kitu. Hatuendi na hiki kwa sababu kinaonekana kizuri. Tunakimbia nacho. Tunapiga hatua nacho. Tunapokezana nacho. Ukikiangusha, kila mtu anafutwa. Ukikataa kukipokeza, mbio zinaishia kwako. Unakimbia na hiki kinaunganisha kila mguu wa mbio za kupokezana. Hiki ndicho sababu tunakimbia. Kanisa, hii ndiyo sababu wewe na mimi tunakimbia. Umepewa kijiti cha kukimbia nacho katika mbio zako za kiungu katika maisha haya. Je, unajua hilo? Yesu anasema hivi, angalia kile Yesu anakuita kubeba. Alisema kama yeyote kati yenu anataka kuwa mwanafunzi wangu au wafuasi, lazima aache njia yake mwenyewe, achukue msalaba wake na anifuate. Mathayo 16:34. Tumeitwa kubeba kijiti cha imani mbele kwa uaminifu popote tunapokwenda. Sio tu kukimbia na imani, bali kukimbia kwa uaminifu kwa Bwana kila hatua ya njia. Sio kwamba unakimbia ndiyo muhimu, ni jinsi unavyokimbia ndiyo muhimu. Iwe unajua au la, unakimbia. Jinsi unavyokimbia ni muhimu. Na kwa hivyo leo haraka nataka kukupa mambo matatu ambayo Mungu ametuita kukimbia nayo tunapobeba hiki kijiti cha imani. Yesu anataka ukimbie na vitu vitatu, na kitu cha kwanza anachotaka ukimbie nacho ni neno hili, makusudi. Waebrania 12:1. Turudi mwanzoni. Na inasema, na tukimbie kwa uvumilivu mbio zilizowekwa mbele yetu. Kuna tofauti kati ya nia nzuri na makusudi. Wengi wetu tuna nia nzuri mara nyingi, sivyo? Tumia muda zaidi na familia yangu weekend hii. Ninapanga kuingia katika neno la Mungu zaidi mwaka huu. Nia nzuri ni rahisi kuwa nazo, lakini mara chache huvuka mstari wa kumaliza. Kuwa na nia nzuri na kuishi kwa makusudi ni vitu viwili tofauti kabisa. Makusudi yanamaanisha ninakimbia mbio halisi, mbio ambazo Yesu ameweka mbele yangu. Sio mbio ambazo utamaduni unaniita kukimbia, sio mbio ambazo marafiki zangu wananisukuma kukimbia, sio mbio ninazotamani ningekuwa nazo. Mbio ambazo Mungu ameweka mbele yangu, ambayo inamaanisha kukaa katika njia yake, kufanya mapenzi yake. Mimi kusudi lake kwa maisha yangu, kuweka macho yangu kwake, kufanya mambo madogo kwa usahihi. Mambo madogo. Je, unajua kwamba kile unachokiita kikubwa, Mungu anakiita kidogo? Na kile Mungu anachokiita, kile tunachokiita kikubwa, Mungu anakiita kidogo. Na kile Mungu anachokiita kikubwa tunakiita kidogo. Umeona hilo? Jinsi hii ni jambo kubwa, linahitaji uhamishe, na yeye anasema hiyo si kitu. Lakini ni mara ngapi ameweka kitu kidogo mbele ya maisha yako ya kila siku na unakikosa kwa sababu ulikuwa kama ni kidogo sana. Na Mungu anasema hicho si kidogo, hicho ni muhimu. Unapofanya mambo madogo kwa usahihi. Makusudi ni jinsi ninavyomtendea mke wangu kila siku, jinsi ninavyowatendea watoto wangu kila siku. Ni mambo madogo. Ninapoamka asubuhi, ninapoenda kazini, nasikiliza nini? Ninachotazama macho yangu na masikio yangu na roho yangu. Ninakuwa makini na kila kitu kidogo.
Paulo anasema katika kuwaji wa Korintho 9:20-26, wanariadha wote wana nidhamu katika mafunzo yao. Hiyo ni makusudi. Wanayafanya kushinda tuzo ambayo itapotea, lakini sisi tunafanya kwa tuzo ya milele. Kwa hivyo nakimbia na nini? Kusudi, makusudi katika kila hatua. Paulo anasema kuwa makini na kila kitu. Usikimbie tu bila mpango kupitia maisha. Usipitie tu maisha bila mpango ukijiuliza muda wako wote umeenda wapi. Hiyo si kuwa makini. Hiyo ni kuwa mjinga na muda ambao Mungu ameweka hapa duniani kwa ajili yako. Nilimzika babu yangu wiki 2 zilizopita huko Columbus, Georgia, na tulikuwa kwenye kaburi lake. Na kwenye kaburi lake aliniambia hili kabla. Nataka kukupa leo, lakini ilinipiga. Yeye aliniambia kwamba kwenye kila jiwe la kaburi kuna vitu vitatu unavyotafuta. Kuna tarehe, kuna mstari na kuna tarehe. Kuna siku ulizaliwa na kuna siku utakufa. Nafikiri nina picha yake hapa juu. Na kisha kati ya hizo tarehe mbili ni nini? Mstari wako. Huwezi kudhibiti tarehe hizo mbili. Mungu ndiye anayezidhibiti tarehe hizo mbili, tarehe yako ya kuzaliwa na siku ambayo anakutoa katika dunia hii. Lakini unayo udhibiti juu ya, na unaweza kuwa na nia njema au unaweza kuishi kwa makusudi kwa ajili ya mstari huo. Babu yangu aliniambia alipokuwa akionyesha hili, alisema mstari huo ni urithi wako. Watu wengine wataacha mstari mkubwa sana nyuma kwa ajili ya marafiki na familia zao. Watu wengi wataacha mdogo. Huo ni urithi wako. Je, si ajabu kwamba huwezi kutamka urithi bila neno mguu? Kwa sababu jinsi unavyokimbia mguu wako wa mbio huacha urithi wako. Kwa hivyo lazima ukimbie kwa makusudi. Usifanye, alisema nini? Babu yangu alisema utafanya nini na mstari wako? Nataka kukuuliza swali hilo. Utafanya nini sasa kwa kuzingatia kuishi kwa makusudi? Utafanya nini na mstari wako? Kama nikiwa mkweli, siwezi kukimbia kila siku, ninapotea. Sikimbii tu, sipotei. Ninapotea, ninavurugika. Sina makusudi na kila wakati. Usipotee. Kimbia. Isaidie na hilo. Usikimbie. Kimbia. Usikimbie. Kimbia. Kwa hivyo ninapopata nafasi ya kurudi nyumbani kutoka kazini na kutumia muda na mwenzi wangu na watoto, au kuvurugika na kazi zaidi, usipotee, kimbia. Inapoweza kuamka asubuhi na kwenda kwa Mungu kwa maombi na kusoma Biblia, au simu hizo zinaanza kuingia kutoka kwa biashara, usipotee, kimbia. Mimi naweza kujiunga na kikundi kidogo. Hilo ni jambo dogo, sio dogo katika kanisa la Connection, lakini ninaweza kujiunga na kikundi cha mawasiliano ambacho ni kikundi kidogo cha watu. Au ninaweza kuchagua kubaki peke yangu. Usipotee, kimbia. Kuwa na makusudi. Ninaweza kumrudishia Mungu pesa zake kupitia kanisa la mtaa, au ninaweza kutumia pesa zake zote mwenyewe kwenye Amazon wiki hii. Kimbia. Lazima uwe na makusudi. Usipotee. Usikimbie, kimbia. Kuwa na makusudi, kwa sababu kile ulichonacho leo huenda usipate nafasi ya kufanya kesho. Kimbia kwa makusudi, kimbia kwa uadilifu. Hoja ya pili, kimbia kwa uadilifu. Waebrania 12:1 inasema, kwa hiyo, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi wa maisha ya imani, na tuweke kando kila uzito unaotuchelewesha, hasa dhambi inayotukwaza kwa urahisi. Ninakosa muda tayari na siwezi kugusia yote haya, lakini wacha nikupe hili. Kuna tofauti kati ya uzito unaokuchelewesha na dhambi inayokukwaza. Nitazungumzia dhambi kwa sekunde moja, lakini wacha nikupe kidogo kuhusu uzito unaokuchelewesha. Sio uzito wote ni mbaya.
Uzito unaokuchelewesha unaweza kuwa kitu kizuri, lakini kama sio kitu cha Mungu kitakulemea katika mbio zako. Kitaathiri jinsi unavyokimbia na kukuchelewesha. Kwa hivyo unapopima kwa makusudi Mungu, ni mambo gani madogo ambayo ninafanya ambayo ni yako? Ni mambo gani makubwa ambayo ninafanya ambayo si yako? Yanaweza kuwa mazuri lakini si ya Mungu. Nisaidie kukupa hayo. Naweka kando dhambi inayotukwaza kwa urahisi. Yes, kweli hiyo. Dhambi hayanzi ndogo, sivyo? Au dhambi hayanzi kubwa? Hapana, inaanza ndogo. Dhambi huanza kwa siri. Ni msamaha mdogo hapa, uhalalishaji mdogo pale. Ni mara hii tu. Umeshawahi kufikiria hivyo? Ni mara hii tu. Hiyo ni uongo wa adui. Ni mara moja tu, kwa sababu ukweli ni kwamba mara moja inatosha kuwa mraibu wa heroini, kupata mimba. Inachukua mara moja tu. Uadilifu ni kusema mimi siwezi kuacha mlango wazi kwa dhambi kuingia, kwa sababu dhambi haihitaji mpira wa kubomoa. Inakuja tu kupitia mlango ambao umeuacha wazi kwa makusudi. Inateleza ndani. Katika michezo ya Olimpiki ya Beijing ya 2008, timu ya wanawake ya mbio za kupokezana ya 4 kwa 100, hii ilikuwa timu iliyojazwa na wanawake wenye kasi zaidi duniani. Ninaamini hadi leo bado hakukuwa na timu iliyokuwa na vipaji au iliyojaa au yenye kasi au haraka kama mbio za kupokezana za Beijing za 2009. Walikuwa vipenzi vya kushinda dhahabu, walikuwa dunia inawaangalia, na katika nusu fainali janga linatokea kwa sababu wanakimbia na kisha wanapogeuka kona kupitisha kijiti hakifikii kwenye mguu unaofuata wa mbio, kinaanguka. Kwa sababu kinaanguka, wanatolewa. Vipaji vyote, uwezo wote duniani umekwenda. Haijalishi una vipaji kiasi gani, haijalishi unavyoanza kwa kasi kiasi gani katika mbio hizi, ikiwa utaacha kijiti hiki, kinaathiri zaidi ya wewe. Kinaathiri watoto wako, kinaathiri ndoa yako, kinaathiri ndoa ya watoto wako, wajukuu wako. Ndio maana tunakimbia si kwa makusudi tu. Makusudi ni kukimbia kila siku na kuhakikisha kwamba kila wakati unahesabika, kila siku inajarisha. Uadilifu unasema nitafanya kwa njia sahihi, nitakimbia kwa makusudi, nitakimbia kwa uadilifu, ambayo ni tabia juu ya urahisi, ambayo ni uthabiti juu ya maelewano, ni kukataa kukata kona, ni kuhakikisha kwamba maisha yangu ya faragha na maisha yangu ya hadharani yanalingana. Inamaanisha mimi ni mtu yule yule ndani na nje, kwamba kile unachokiona ndicho unachopata. Lakini angalia hili. Umeshawahi kujiuliza sauti ya kijiti kilichoanguka inasikika vipi? Ni moja ya sauti muhimu zaidi duniani kote. Katika mbio zilizojaa na uwanja uliojaa watazamaji wakishangilia na kupiga kelele na kupiga mayowe, kijiti kimoja kilichoanguka ni hivyo unaweza kukisikia. Ni sauti ya kutisha sana, kwamba unapokimbia na wewe tu sauti hiyo hapo ni kubwa kuliko chochote unachoweza kufanya katika mbio zako. Kitu kikubwa zaidi unachoweza kufanya ni kushikilia kijiti chako, kwa sababu kizazi kizima kinazoea sauti hiyo hapo. Kizazi kizima kinazoea nina vijiti vingi ninavyotaka kutupa. Kizazi kizima kinazoea. Sijui kuhusu kizazi chako, lakini kizazi changu, kizazi kinachokuja vizuri, mama au baba wanashiriki hisia zao za kihisia na za karibu na mtu mwingine zaidi ya mwenzi wao. Baba yangu anaendelea tu kuangalia vitu kwenye tabo yake ya muda wa skrini ya kibinafsi, au anampa mwanamke huyo macho ya pili na ya tatu kwenye Red Lobster. Kila wakati ninapoona mtu shuleni akishuka kutoka kwenye jukwaa na kuwa kimya kwa ajili ya ukweli wa Mungu, kwa sababu wanaogopa wanadamu zaidi ya Mungu, hiyo ni sauti ya kizazi kinachoachwa nyuma, kinachokataliwa kwa sababu tunakataa kufanya mambo madogo kwa uadilifu. Inaanza kidogo.
Tunapaswa kukimbia kwa namna, kwa njia ambayo tunashikilia hiki kijiti. Sasa sikiliza. Sisemi kwamba lazima uwe mkamilifu. Uadilifu sio kuhusu kuwa mkamilifu. Ni kuhusu kuwa thabiti. Mungu ndiye pekee mkamilifu. Sisi si wakamilifu. Hakuna mtu aliye mkamilifu, na Mungu ni Mungu wa neema. Yeye ni Mungu wa mwanzo mpya. Yeye rehema zake ni mpya kila siku. Kwa hivyo ikiwa umeacha hiki, kichukue tena asubuhi. Rudi kwenye mbio. Wacha nikupe jukumu lako. Hivi ndivyo tunavyofanya hivi. Magati na Korintho 9:5-6. Paulo anasema, je, hamjui katika mbio kila mtu anakimbia, lakini ni mtu mmoja tu anayepata tuzo. Kwa hivyo kimbia kushinda. Unajua jinsi unavyokimbia kushinda? Inaanza asubuhi unapokula wheat zako. Yeyote aliyekula wheat zao katika miaka ya 80, kiamsha kinywa cha, ndio nimewaita nyote, kiamsha kinywa cha mabingwa, kula wheat zako. Hiki ni kiamsha kinywa cha mabingwa wa kiroho kwa Bwana. Amka kila asubuhi na umuulize, je, kuna chochote ninachobeba leo kinachonipunguza kasi? Je, kuna dhambi yoyote katika maisha yangu ambayo ninahitaji kukiri? Je, kuna chochote ambacho ni kizuri lakini sio kitu cha Mungu ambacho ninajaribu kukimbia nacho leo ambacho ninahitaji kukupa? Chunguza moyo wangu, nijue Baba, na unifunulie ikiwa kuna chochote ndani yangu ambacho hutaki nikimbie nacho leo. Kiri kwake. Tubia, mpe yeye. Kuwa na mpango katika muda wako wa maombi asubuhi, na dhambi sio kujibu baada ya kutenda. Tuna uwezo mzuri wa kujibu baada ya kutenda. Mungu, samahani sana, sitaifanya tena. Lakini vipi ikiwa umeamka saa 2 asubuhi, saa 6 asubuhi na kusema, Mungu, najua majaribu yanakuja. Nivishe silaha za Mungu. Nisaidie kusimama dhidi ya hila na dhambi na mikakati ya shetani. Nataka kuwa na mpango wa kusimama na kukimbia kwa uadilifu badala ya kujibu baada ya kutenda. Kula wheat zako. Usisubiri mzozo, kuwa tayari kukimbia, na unapokimbia, kimbia kushinda. Ambayo inatupeleka kwenye mstari wetu wa nguvu, Mithali 20:7. Wacha tusome pamoja. Wachao waadilifu watembee kwa uadilifu, heri watoto wao wanaowafuata. Wacha tusome tena. Wachao waadilifu watembee kwa uadilifu, heri watoto wao wanaowafuata. Waadilifu wanatembea kwa uadilifu. Uadilifu ni alama ya kutembea au kukimbia kwa mtu waadilifu. Yesu alisema, utawajua kwa matunda yao. Waadilifu. Na baraka ni kwa nani? Sio wewe mkimbiaji anayefuata. Mkimbiaji anayefuata, ambayo inanipeleka kwenye hoja yangu ya mwisho, athari. Tunakimbia kwa makusudi, tunakimbia kwa uadilifu ili tuweze kuacha athari ya kudumu kwa kizazi kijacho, kwa sababu haishii kwako. Kijiti kinaendelea kwa sababu unakipita. Hii sio mzunguko wa ushindi wa kibinafsi, ndicho ninachojaribu kusema. Hii hatukimbii kwa ajili yangu mwenyewe. Ninakimbia kupitisha hiki kwa mkimbiaji anayefuata, na ninapotembea kwa uadilifu, heri watoto wanaokuja baada yangu. Mwanangu, unapokimbia kwa uadilifu katika ndoa yako, mke wako anapata, yeye ndiye mnufaika wa baraka zote hizo. Ndoa ni wakati unapotembea kwa uadilifu, watoto wako wanapokea baraka za Mungu. Sifanyi hivi kwa ajili yangu tu. Ninafanya hivi kwa sababu hii ndiyo Mungu alionitia kufanya, kupitisha, kuacha athari. Sasa njia muhimu zaidi unayoathiri kizazi kijacho katika mbio za kupokezana, inaitwa kupokezana, katika kile kinachojulikana kama eneo la kubadilishana. Umesikia kuhusu hili? Nina eneo la kubadilishana hapa juu. Nataka kuweka hili juu. Unaona hiyo?
Hiyo sehemu ya mita 20 imeangaziwa kwako. Unaweza tu kupitisha kijiti hapo. Kwa hivyo wakati mkimbiaji mmoja anakuja, mkimbiaji mwingine anaanza kukimbia. Katika mbio za kupokezana unakimbia ukiwa na au bila kijiti. Baadhi yenu mnakimbia kwenye eneo la kubadilishana na kijiti, na baadhi yenu mnahitaji kuanza kukimbia bila kijiti kwa sababu kuna mtu anajaribu kukupitishia leo. Huwezi kukaa tu, huwezi kusubiri tu ije kwako. Unapaswa kuanza kukimbia. Na Mungu anaweka mikononi mwetu na anatupatia vifaa. Huu ndio wakati muhimu zaidi wa maana zaidi katika mbio za kupokezana. Sasa sikiliza, hii ni ukweli wa kufurahisha. Timu ya Marekani imejumuisha wakimbiaji wa kasi zaidi kwa mbio za kupokezana katika Olimpiki milele. Na hivi karibuni wamepoteza katika fainali au hawajafika fainali zaidi ya mara 12 kwa sababu ya kushindwa kupitisha kijiti katika eneo la kubadilishana, ambayo inamaanisha haijalishi una vipaji kiasi gani, ni utekelezaji katika kubadilishana, katika kupokezana ambako ni muhimu. Hata zaidi ya huzuni kuliko hiyo ni kuanguka kwa kijiti cha imani kilicho katika Biblia. Biblia ina wakati mkubwa zaidi wa kuacha kijiti duniani. Wacha niweke muktadha huu kwako. Musa tunamjua anaenda na anawatoa Waisraeli kutoka utumwani wa miaka 400 wa Wamisri. Anawapeleka kwenye bahari ya Shamu. Wanavuka bahari ya Shamu, sivyo? Inagawanyika. Mungu anawaokoa kutoka kwa Farao na mkono wake. Wanapitia jangwani kwa miaka 40, wingu mchana, nguzo ya moto usiku. Wanapata mana kila asubuhi. Na kisha mwishoni mwa maisha yake anampatia Yoshua kijiti, mwenge kwa Yoshua, na hachezi salama. Anavuka Yordani moja kwa moja hadi nchi ya ahadi, na wanaanza kupigana na majitu. Hata ingawa wameingia katika nchi ya ahadi, bado wanapaswa kupigania uhuru wao, jambo ambalo linapaswa kututia moyo mimi na wewe katika safari yetu leo, kwamba hatuwezi tu kutembea katika maisha na kutarajia yote yaende kwa njia yetu. Tunapaswa kuwa na nia. Tunapaswa kutembea kwa uadilifu. Tunapaswa kusimama kwa ajili ya Bwana. Tunapaswa kupigana kwa ajili ya Bwana, kupigana vita vyake na kukumbuka kwamba anapigana kwa niaba yetu. Lakini hatuwezi kuwa watazamaji. Sisi ni washiriki hai katika mbio hizi. Lakini hiki ndicho kitabu cha Waamuzi 2:10 kinasema kuhusu Yoshua. Kinasema baada ya kizazi hicho kufa, kizazi kingine kilikuwa ambacho hakikumtambua Bwana au kukumbuka mambo makuu aliyoyafanya kwa ajili ya Israeli. Kizazi kizima baada ya Yoshua. Subiri, nini? Walikuwa wamekuwa na hawakumjua Bwana, na hawakuweza kukumbuka mambo ambayo Bwana alikuwa amefanya, na hawakuwa na ufahamu wa nguvu zake na uaminifu wake na wema wake na mkono wake wa kazi kuu katika maisha yao. Unawezaje kufanya hivi? Unawezaje kuharibu hivyo? Yoshua alikosea kutoa kijiti. Si wakati wangu. Hapana, haitatokea kwangu. Nitaishi kwa nia na uadilifu kufanya kile Zaburi 78 inasema, hatutaficha ukweli huu kutoka kwa watoto wetu. Tutawaambia kizazi kijacho matendo yao ya utukufu ya Bwana na kuhusu nguvu zake na maajabu yake makuu, ili kizazi kijacho kiweze kuyajua. Hata watoto ambao hawajazaliwa bado watawageukia na kuwafundisha watoto wao. Hivyo kila kizazi kinapaswa kuweka tumaini lake jipya kwa Mungu bila kusahau miujiza yake ya utukufu au kutii amri zake. Je, unajua hili kuhusu kanisa la The Connection? Ni eneo la kubadilishana. Sidhani kama unajua hili. Kinachotokea hapa kila Jumapili, kila Jumatano, kila Jumanne, kila Alhamisi, kila Ijumaa, ni kila Jumamosi asubuhi katika huduma ya wanaume, ni eneo la kubadilishana. Kwa sababu ikiwa ni kwa watoto, hatuwatunzi tu watoto wako, tunawaandaa na kuwalea kizazi kijacho cha viongozi.
tukiwapa vijiti vya kukimbia navyo. Katika huduma yetu ya wanafunzi ya YNG, hatukai tu hapa kufurahia usiku wa Jumatano. Tunafundisha jinsi gani kuwa mshawishi kwa ajili ya mbingu hadi mbinguni. Ikiwa ni huduma yetu ya wanaume, huduma ya wanawake, kuimarisha ndoa mwanzo, ambayo inatusaidia kuondoa dhambi hiyo, kutusaidia kukimbia kwa uvumilivu. Tuko katika eneo la kubadilishana. Unapoingia mahali hapa, tunabadilishana ushuhuda wetu, kile Mungu amefanya kwangu, kile amefanya kwako, na kile anachoweza kukufanyia. Kwa hivyo swali langu kwako leo ni, haukimbii kwa ajili yako mwenyewe, unakimbia kwa ajili ya mtu mwingine, na kijiti kiko mkononi mwako. Ni nani wakimbiaji wanaofuata katika maisha yako ambao umeitwa kuwapa kijiti? Je, ni watoto wako? Je, ni wajukuu wako? Je, ni marafiki zako shuleni? Je, ni wafanyakazi wenzako? Nataka kukusii leo kuchukua kijiti chako nawe. Kuanzia leo ninakimbia kwa nia, ninakimbia kwa uadilifu, ninakimbia kuacha athari kwa Bwana, ili siku moja, kama Paulo alivyosema katika 2 Timotheo 4:7, nimepigana vita vizuri, nimekamilisha mbio, nimebaki mwaminifu. Lakini siku moja utakapofika mbinguni, na utakapofika kwa wale wanaomwamini Yesu na kumuita jina lake, na wao yeye ni Bwana na kiongozi wao, utakapofika mbinguni, na hii haitakuwa mkononi mwako, hii itakuwa mikononi mwa wale uliowaacha nyuma. Mikono yako itakuwa mitupu, lakini unajua nini kitakuwa mikononi mwako? Taji la haki, ambalo Mungu anasema, umefanya vizuri mtumishi wangu mwema na mwaminifu. Tunabadilishana hii, tunakimbia na hii, na tunabadilishana kwa zawadi za kile Mungu atatupa mbinguni, na tutaziweka zote chini miguuni mwake tutakapofika huko, kwa sababu yeye anastahili. Amina. Tunawezaje kufanya hivi? Haraka sana. Tunafanya kwa kuweka macho yetu kwa Yesu. Waebrania 12:2 nasema tunaweka macho yetu kwa Yesu, bingwa anayezindua na kukamilisha imani yetu. Nitakwambia hadithi hii ninapomaliza, ya Olimpiki za Mexico City za mwaka 1968. Kuna mkimbiaji anayeitwa John Steven Akwari. Yeye anatoka Tanzania, anakimbia katika mbio za marathon mwaka huo. Yeye si kipenzi cha kushinda. Yeye si yule, najua, yule anayetarajiwa na kila mtu. Lakini anaanza kwa nguvu. Ni marathon, itakuwa mbio ndefu. Mahali fulani karibu na nusu ya mbio, Steven Akwari yeye anaanguka, anajikwaa, anatereza, anatengwa bega lake na anajeruhi goti lake vibaya. Timu yote ya matibabu inamkimbilia na kusema, hey, simama, usikimbie tena. Anainuka na anaanza kuhema hatua moja ya maumivu kwa wakati mmoja. Anaanza kufanya njia yake kutoka pale alipo kwenye nusu ya mbio, kupitia kozi hadi kwenye mstari wa kumalizia. Na wakati jua lilipokuwa limezama na watu wengi katika uwanja walikuwa wameondoka, masaa baada ya mkimbiaji wa mwisho kuvuka mstari wa kumalizia, Akwari anaingia. Na watazamaji waliobaki, ambao walikuwa hasa waandishi wa habari na watangazaji wa habari waliokuwa wakifuatilia hadithi, wanasimama kwa miguu yao na kupiga makofi. Nitakuonyesha picha yake. Ni usiku, na nukuu yake ni moja ya nukuu za kihistoria zaidi ambazo nimewahi kusoma. Inasema, hesabu yangu. Walisema, kwa nini hukusimama? Kwa nini uliendelea? Na alisema, kwa sababu nchi yangu haikunileta maili 5,000 kuanza mbio. Walinileta maili 5,000 kuimaliza. Huyo ni bingwa hapo katika kitabu changu. Lakini zaidi ya hayo, una bingwa ambaye unaweza kumtazama kukusaidia kukimbia mbio zako, na jina lake ni Yesu. Kwa sababu Yesu alifanya jambo lile lile kwa ajili yako na mimi, kanisa,
Wakati alipotoka mbinguni na akaingia katika ubinadamu, kuanza mbio kwa ajili ya wenye dhambi wengi waliovunjika na kukimbia mwelekeo usiofaa. Hakuanza mbio ya ukombozi. Alikuja kumaliza mbio ya ukombozi, na hakusimama ilipokuwa ngumu. Hakukata tamaa walipomdhihaki. Aliendelea. Hakupunguza mwendo msalaba ulipokuwa mzito. Aliendelea kuvuja damu, na aliendelea kuteseka, na aliendelea kubeba mzigo wa dhambi za kila mtu juu ya mlima wa Kalvari, hatua moja ya maumivu makali baada ya nyingine, hadi kusulubiwa msalabani. Kwa masaa 3 alining'inia pale, na katika wakati wake wa mwisho alivuka mstari wa kumalizia. Najua hivyo kwa sababu maneno yake ya mwisho yalikuwa imekwisha. Kwenye msalaba, bingwa wetu Yesu alimaliza mbio kuu, mbio za ukombozi, mbio za neema, mbio za wokovu, ili aweze kutupatia kijiti cha maisha mapya. Yesu alibeba msalaba ili uweze kubeba kijiti cha imani. Alikufa ili uweze kuwa na uzima wa milele. Na kama kuna mtu yoyote katika chumba hiki ambaye atasema sijawahi kweli kushika maisha mapya, wokovu, zawadi ya bure ambayo Mungu ananipa, lakini nataka leo, najua Mungu anafanya kazi moyoni mwangu, kila kichwa kikiwa kimeinamishwa na kila jicho limefungwa, nataka kukujulisha si vigumu. Unakuja tu kwake, unakiri kwamba wewe ni mwenye dhambi unayehitaji mwokozi. Geuka kutoka kwa dhambi zako kwa mwokozi wako. Warumi 10:9 inasema, ukimkiri Yesu waziwazi kwa kinywa chako kama Bwana na mwokozi wako, ukiamini moyoni mwako, utaokolewa. Kama ni wewe, nataka uinue mkono wako, uinue kwa hesabu ya 3. Ninapokea kijiti cha imani leo. 1, Yesu anakupenda. 2, niko tayari kukimbia. 3, mimi. Mikono yako ikiwa juu. Hii ndiyo sala tutakayoombea. Tutaitangaza pamoja. Sema baada yangu. Yesu, nimechoka kukimbia njia yangu. Nakubali kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu na nageuka kutoka kwa dhambi zangu. Ninakuhitaji kama mwokozi wangu. Katika wakati huu napokea msamaha na maisha mapya na wokovu. Huu ni wakati wangu wa kubadilishana, ambapo ulichukua dhambi zangu na mimi nikapata haki yako. Na kuamini, ninaamini kwamba ulifia dhambi zangu na ukafufuka tena. Ninakufanya Bwana na kiongozi wa maisha yangu. Nachukua kijiti cha imani na nataka kukimbia nacho siku zote za maisha yangu. Nijaze na Roho wako. Kwa jina la Yesu ninaomba.